Hallelujah. Hallelujah. It is my new dawn era. Majira yangu ya pambazuko jipya. Someone excited, shout a bigger hallelujah. Hallelujah kubwa. If you're excited to see this April edition of Week of Spiritual Emphasis, shout a bigger hallelujah. Lift up your voice this evening and celebrate God Inua sauti yako jioni msherekee Bwana for this great privilege to appear before Him kwa upendeleo again. huu wa kutokea mbele zake tena. For the privilege of seeing another week of spiritual emphasis, the second quarter of the year. Wa kuona wiki ya msisitizo katika robo ya Give pili Him ya all the glory for mwaka. all He have Mpe done. Mungu tukufu wote kwa For the alichotenda. wonderful testimony we had this evening, thank Him. Kuu ambao tumesikia Thank Him jioni for ya leo. answer prayers. Shukuru kwa majawabu ya Thank Him maombi. for His faithfulness and love Shukuru over kwa your life. uaminifu wake. He is a faithful God. Ni Mungu He is a mwaminifu. wonderful God. Ni Mungu wa He is kushangaza. a mighty God. Ni Mungu mkuu. Celebrate His holiness. Sherekea jina lake Enter takatifu. His gate with thanksgiving. Ingia malangoni mwake kwa And His call be shukrani. praised. Na nywani mwake kwa Be sifa. thankful unto Him and bless His Shukuru holy yeye, name. libariki jina Be lake. thankful unto Him and bless His holy Shukuru name. yeye na ulibariki jina Be lake thankful takatifu. unto Him and bless His holy Shukuru name. na libariki jina lake takatifu. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Father, we give you all the glory. Baba tunakupa utukufu wote. Father, we celebrate you. Tunakusherekea. We worship you. Tunakuabudu. Be thou exalted. Uinuliwe. Be thou magnified. Utukuzwe In Jesus' glorious name. katika jina kuu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. We are going to pray this evening. Tunaenda kuomba jioni ya leo. Remember that this is the first weeks of this great month of April. Kumbuka hii ni wiki ya kwanza ya mwezi huu mkubwa wa 4. And we all know that the year is divided into 4 quarters. Tunajua mwaka umegawanyika katika robo 4. January, February, March is the first quarter. Januari mpaka Machi ni robo ya kwanza. April, May, June is the second quarter. Hiyo mwezi wa 4 mpaka ule wa We have 7 ni robo ya entered into nyingine. the second quarter of the year. Tunaingia katika robo nyingine ya pili ya mwaka. And today being the first week of spiritual emphasis for this quarter, Na ikiwa ni siku ya kwanza ya wiki ya msitizo wa kiroho katika I robo hii ya want you to pili. pray. Tunataka tuombe. You need to command blessings into your life. Inabidi uamuru baraka katika maisha You need yako. to tell God what you need. Unabidi umwambie Mungu kile unachohitaji. Matthew chapter 7. Mathayo 7. Let me read verse 10 and 11. Nikusomee mstari ule wa 10 na wa Matthew chapter 11. 7 verse 10 and 11. Mathayo 7 10 na 11. Let's draw strength from this scripture. Tuangalie kwenye ile andiko. Jesus is asking you today. Yesu anakuuliza leo. Let's start from verse 9. Au tuanzie mstari ule wa 9. He said, what man is there Au of kuna you mtu yupi kwenu whom if his son ambaye has bread, mwanaye akimwomba will mkate he give him a stone? atampa jiwe? Or if he asks a fish, Au akiomba samaki will he give him a serpent? je atampa nyoka? Verse 7 says, if ye then, being evil, Basi ikiwa ninyi mlio waovu know how to give good gift unto your children, unajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, how much more shall your Father which is in heaven? je si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni Mark that word. Give good things to them that ask him. tazama hilo neno kuwapa vitu Many vyema. people don't accept good things because they don't ask. Watu wengi hawapati vitu vyema kwa The sababu Bible hawaombi. says, give good things to them that ask him. Wakiwapa vitu vyema wale wamwombao. Your heavenly Father wants you to ask him of good things you need this quarter of the year. Baba yako anataka umwombe vitu vyema unavyohitaji katika I robo want you hii to ya lift up mwaka. your voice. What are those things you need from God? Inua sauti yako utamke vile vitu unavyohitaji kwa Health Mungu. is part of good things. Afya ni kitu chema. Marital testimony is part of good things. Hatima ya ndoa ni kitu Prosperity kizuri. is part of those things. Mafanikio ni kitu He said kizuri. your heavenly Father will give good things Baba to yenu wa them that mbinguni ask. atawapa mema wao wamwombao. Any good thing you desire from the Lord Jambo jema in unalohitaji kwa this Bwana. second quarter of the year, Katika robo hii ya pili ya open your mwaka. mouth and ask. Fungua kinywa chako Open uombe. your mouth and ask. Fungua kinywa chako uombe. Every good thing you Kila desire. kitu kizuri unachotamani. Now that you are in the sanctuary, Uko patakatifu you have kwa left Bwana. everything and you are here. Umeacha vitu vyote huko hapa. The Bible says if you ask of fish, your Father will not give you a serpent. Biblia sema ukiomba samaki baba yako What you atakupa ask nyoka. is what you will see. Unachoomba ndio The Bible unapokea. says, ask, it shall be given. Ombeni nanyi mtapewa. Seek, you shall find. Tafuteni nanyi And mtaona. knock, the door shall be opened unto Bisheni you. mlango utafunguliwa kwenu. Whosoever that asketh, Yeyote receive. aombaye Lift hupokea. up your voice and ask Inua today. sauti yako uombe No leo. one will pray for you the way you pray for Hakuna yourself. atakayeweza kuombea namna Make unavyoweza a kuomba. demand
peleka and hitaji, God will supply. Bwana atakupatia haja. Oh, makatu shakato belandalaba. Every good thing that is lacking in your Kila life kitu chema unachohitaji can be delivered to you this quarter. unaweza ukapata katika If robo only hii you will ask. kama From the utaomba. depth of your heart, ask Kutokana for na good vilinda things. moyo wako, omba kitu From the chema. depth of your heart, ask for good things. Kutokana na vilinda moyo Leko wako, omba kitu shakato chema, omba beliando. kitu chema. Shakatube lando beliando. Ashua katu libando leboshia baba. Shakatakato keto lebosha la balabolia ba. Shoketunde lebolia balabalaboshia kalabo. Abakatube. Lekatunde lebosha kitolia bambalaba. La bali bali bakato. Makando beliando lebo. Ayando ketusha kaba. Siakatushe ketolia baba baba. La katushiando. Lekutia balando belando leboshia. Toketuka la baba baba libosa la ba. Ask it shall be given. Omba na Seek utapewa. you shall find. Tafuta utaona. And knock the door shall be Kisha opened unto mlango you. utafunguliwa kwako. Whosoever that asks Maana is kila given. ombaye upokea. Oh, makito katusha kabala baliwa. Eliando shia kabando libando loboshia baba. Ayaka tusheke tolianda labuando loboshia ba. La kateke toko toleboshia baba. La kando leboshia palaba. Ande leboshia balaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Exodus chapter 23 verse 20. Kutoka 23 mstari wa 20. Exodus chapter 23 verse 20. Kutoka 23 na mstari wa Say, 20. behold, I will send an angel before thee Tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako to keep thee in the way ili akulinde njiani and to bring thee to the place I have na prepared. kukupeleka katika mahala pale There nilipokutengenezea. is what God has prepared for you too. Kuna kile ambacho Mungu amekuandalia. He said to bring you to a place I have prepared. Akupeleke mahala There alipokuandalia. is a blessing prepared for you. Kuna mahala kumeandaliwa kwa ajili yako. And the Bible says in 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Biblia inasema kwenye Korinto wa kwanza Eyes 2:9. have not seen, nor ear heard. Macho hajaona wala sikio Neither hajasikia have you entered the heart of man. wala hajaingia katika moyo wa mwanadamu. The things which the Lord has prepared for them. Mambo ambayo Mungu amewaandalia There wampendao. is something God has prepared for you. Kuna kitu ambacho Mungu ameandaa There kwako. is a blessing for you in this second Kuna quarter. baraka kwa ajili yako katika robo hii ya And pili. that's why you are going to pray. Na ndicho unachokwenda kuomba. Lord, let my step be divinely ordered. Baba, hatua zangu ziongoze All through kiungu this month and this quarter. katika mwezi huu na robo hii To the nzima. place of my blessing and new dawn breakthroughs. Kuelekea mahala pa Father, baraka in the na name of mipeni ya Jesus, pambazuko jipya. Baba, let katika my jina la step be Yesu. divinely ordered. Hatua zangu All ziongoze through this kiungu. month and this Katika quarter. kipindi cha mwezi To huu the na place robo of hii. my blessing Mpaka and new mahala dawn pangu pa breakthroughs. baraka na mipeni Somebody ya open pambazuko your mouth. jipya. Lord, let Inua my sauti step yako, be omba. overly done. Hatua zangu ziongoze Be kiungu. divinely ordered. Oh Lord, all through this month, all through this quarter, Kipindi chote cha to robo the hii. place, Lord, you have prepared Mpaka my blessing mahala ulipoandaa and new baraka dawn zangu testimonies. na shuhuda za pambazuko Lekoshia jipya. kaliando loboshia kalaba. Aliando shia kaba lakatushika. Oh, somebody open your mouth and pray. Fungua kinywa chako na uombe. Elia kote keto shaka talaba. Lopendo belando ketusha kabo. Shobelanda laba. Lord, divinely order our Baba, steps kiungu to ongoza the hatua place of zangu. our blessings, Mahala pa to baraka a place zangu. of new dawn, order our Mahala testimonies. pa In shuhuda za this pambazuko month jipya. of April Katika mwezi and in huu wa this nne. second quarter of Na the year katika robo hii ya 2018, mwaka a 2018. year of new dawn for Mwaka every winner. wa pambazuko jipya kwa kila Lord, mshindi. order our steps. Baba, ongoza hatua zetu. Lakoshia kaleba kato. Shuakia to belando. Ketusha labalaba. Abando beliko shakaba. Order our step, order Ongoza our hatua step zetu, Baba. to the place of our blessing, Mpaka mahala pa the place baraka of our zetu. breakthrough. Mahala pa Only mipenyo. this month and this quarter in Katika general. mwezi huu na robo hii ya pili ya mwaka. Makatoshi abali abando lebo sharaba. Somebody shout a bigger Sema amen amina kubwa in Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Yesu. A time like this Wakati kama huu is called post-resurrection season, unaitwa wakati wa baada ya ufufuo, and it will be until the next 40 days. na utaendelea mpaka baada ya siku 40. In Acts of Apostles chapter 1, Matendo ya Mitume sura ya reading kwanza from verse 1. kuanzia mstari wa kwanza. In this commission, we normally engage in, we call it post-resurrection season. Katika huduma hii The Bible tunajihusisha said, the kama katika former kipindi things hiki. have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach,
Kitabu kile cha kwanza niliandika Theophilo katika habari mambo yote Yesu alianza kufanya na kufundisha. Until the day in which he was taken up. Hata siku ile aliyochukuliwa juu. After that he through the Holy Ghost have given commandment unto the apostles whom he have chosen. Alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Is on verse 7. Ule mstari wa 3. To whom also he showed himself alive. Wale aliojidhihirishia nafsi yake. After his passion by many infallible proofs. Kwa dalili nyingi. Being seen of 40 days. Baada and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. We have 40 days post-resurrection season. Tuna siku 40 baada ya ufufuo. And it began on Monday, the Ascension Day. Na zinaanza tangia siku Yesu alipofufuka. And it's a 40 days of infallible proofs. Ni siku 40 za shuhuda za ajabu. Anything can happen in your life. Chochote kinaweza kutokea katika maisha yako. And I want you to pray, Lord, in the name of Jesus. Nataka uombe Baba katika jina la Yesu. In this post-resurrection season. Katika msimu wa baada ya ufufuo. Manifest your resurrection power. Dhihirisha nguvu yako ya ufufuo. In every aspect of my life. Katika maeneo yote ya maisha yangu. By many infallible proofs. Kwa ushuhuda Father, in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. In this post-resurrection season. Katika kipindi cha baada ya ufufuo. Manifest your resurrection power. Dhihirisha nguvu yako ya ufufuo. In every aspect of my life. Katika eneo lote la maisha yangu. By many infallible proofs. Lord, in this post-resurrection season. Let the power of his resurrection. Lord, manifest in my life. With undeniable proof. With testimony, signs and wonders. Somebody open your mouth and pray. In this post-resurrection season, God is going to manifest himself. Oh Lord, with proofs in your life. Oh, everyone will know that you serve a living God. Everyone will know that you follow Jesus. That death could not hold captive. Everything holding what belongs to you. In this post-resurrection season, we invoke the power of his resurrection. We invoke the power of his resurrection. Release what belongs to your people. In this post-resurrection season, Lord, visit your people by the resurrection power. Oh, manifest yourself, Lord, in every aspect of our lives by many infallible proofs. In the name of Jesus Christ. Opela vakatoshindela brakia kotoraba. Shobelanda katoshia fababa. Somebody pray, lift up your voice and make the grace. Omba, fungua sauti kinywa chako, fanya matamshi. Don't joke with prayer. Your prayer is your life. Maombi ni maisha your yako. Prayer is your life. Maombi ni maisha yako. Your prayer is your life. Maombi ndio maisha yako. Oh Lord, this post-resurrection season, Baba, kipindi hiki cha baada ya ufufuo, manifest your power. Dhihirisha nguvu Let yako. the power of resurrection Nguvu ya ufufuo oh, manifest in every aspect of our lives. katika maeneo yote ya With maisha yako. infallible proofs, Kwa shuhuda zisizokanika. undeniable proofs, Shuhuda zisizokanika. signs and wonders as I've never seen. Maajabu Lord, in this post-resurrection season, Baba, katika msimu Lord, by baada ya the power ufufuo, of his resurrection, kwa nguvu ya ufufuo, Lord, let this church experience exponential growth. kanisa hili lipate ukuaji wa kiungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Zechariah chapter 3 verse 1 and 2. Zakaria 3:1 na 2. Let's pray finally. Zechariah chapter 3 verse 1 and 2. Tusome Zakaria tunapomalizia. The Bible Zakaria says, and he 3. showed me Joshua the high priest Akanionyesha kuhani standing before the angel of the Lord, akuwa amesimama and pembeni ya Satan malaika wa standing Bwana, at the right hand na shetani alikuwa amesimama mkono wa kuume to resist him. ili kumpinga. It's always a handwork of the devil. Ni kazi ya shetani And wakati the wote. Lord said unto Satan, Bwana akamwambia shetani, the Lord rebuked thee, O Satan. Bwana akukemee ewe Even shetani. the Lord that have chosen Jerusalem rebuked thee. Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Is not this a brand pork out of the fire? Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. You are going to pray. Unaenda kuomba. The devil, you see the angels bringing the blessings. Ona malaika analeta baraka And hapa. the devil is standing to resist it. Lakini shetani amesimama kuzuia. If you don't resist the devil, he might succeed. Usipompinga shetani anaweza You are going kufanikiwa. to say, Lord, let every satanic resistance Nienda kuomba, Baba, kila upinzani wa seeking to shetani hinder the full delivery of my blessing unayezuia baraka in zangu this second quarter katika kipindi hiki cha robo ya pili be destroyed by divine judgment. aharibiwe kwa hukumu ya Father, kiungu. in the
the name of Baba, Jesus, katika jina la Yesu, let every satanic resistance kila upinzani wa kishetani seeking to hinder the full delivery of my blessings unaozuia baraka zangu for this second quarter of katika robo ya 2018 pili ya mwaka be 2018 destroyed by divine judgment. yaharibiwe kwa hukumu ya Invoke kiungu. the joint judgment against every satanic hindrance Tuma hukumu ya that kiungu had dhidi ya to upinzani wa resist the full shetani delivery of unaozuia your baraka blessing in this zako second quarter. katika robo hii ya Any pili. devil resisting what belongs to Shetani you, anayozuia cha kwako, invoke divine judgment. ita hukumu ya Invoke kiungu, divine ita judgment. hukumu ya To kiungu. you, vengeance belongs. Show yourself. Wewe Mungu wa To kisasi every jidhihirishe satanic resistance kwa kila upinzani to wa the shetani delivery of our blessings, unaozuia baraka in the zetu name of Jesus katika Christ jina of la Yesu Nazareth, Kristo wa Nazareti, you are destroyed. You unaharibiwa, are destroyed. The unaharibiwa blood of Jesus is kwa against damu you. ya Yesu, By the unaharibiwa power of his kwa resurrection, nguvu ya you ufufuo, are destroyed. unaharibiwa Every satanic kila resistance, upinzani wa oh kishetani Lord, how to resist the blessing of God's people this second unaozuia quarter. baraka za watu wa Be Mungu katika robo ya destroyed by pili divine judgment. yaharibiwe kwa Be hukumu ya kiungu, destroyed by divine yaharibiwe judgment. kwa hukumu ya kiungu. Somebody invoke divine judgment. Ita To hukumu ya every kiungu satanic kwa resistance, kila upinzani wa invoke shetani. divine judgment. Ita To hukumu ya every kiungu satanic kwa kila resistance, upinzani wa anything shetani. that wants to resist your Chochote kinataka advancement, kuzuia kusonga mbele every kwako, satanic resistance upinzani wa against your shetani marital breakthrough this month, unaozuia every penyo satanic wako, resistance upinzani wa against shetani your fruitfulness, unaozuia uzao every wako, satanic upinzani wa resistance shetani against your career unaozuia advancement, taaluma yako, every satanic resistance upinzani wa shetani against your academics, unaozuia taaluma every yako, satanic resistance upinzani wa shetani against your promotion, unaozuia we kuinuliwa call kwako, down the fire of the Holy Ghost unaita moto wa to Roho consume Mtakatifu them. In the name of Jesus, katika jina la be Yesu. destroyed, Waharibiwe, be 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 destroyed. waharibiwe. In the name of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. La koshia katome, aprando ketusha, makatoko toloboshia baraba, makato belando katosha, shuakito kalia baba, lekoto kalia baba liba, shopelando katusha kabalia ba, shopelando leboa katolobosha baba, apakatoko tule. Aliando loboshia baba baba, apakatoko toke to, shuakato belanda laba, shuakatoke to lia baba baba, lakatoke to lia ba. Every satanic resistance, Upinzani wa oh, shetani resisting the full delivery of unaozuia our blessing this second tupate quarter baraka zetu katika 2018, robo hii ya pili ya be mwaka. destroyed by divine judgment. Waharibiwe kwa hukumu Be ya destroyed kiungu, by divine yaharibiwe kwa hukumu judgment. ya Be kiungu, destroyed by divine yaharibiwe kwa judgment. hukumu Be ya destroyed kiungu, by divine yaharibiwe judgment. kwa hukumu ya By the kiungu, power of his kwa resurrection. nguvu ya The ufufuo, same power that rages up from nguvu ya death mfufuo wa Yesu destroys you now. inakuharibu sasa. Lakoshia kabandoli abababali aboketa. Shoketa laba. Every satanic resistance Kila upinzani wa shetani against the growth of the church, dhidi ya ukuaji wa in the kanisa name hili of Jesus, be destroyed. katika jina la Yesu Every waharibiwe. satanic resistance Kila upinzani wa shetani against the establishment of first dhidi ya timers and kudhibika newcomers, kwa in the wokovu name of na Jesus, be wageni kwa destroyed. jina la Yesu Every waharibiwe. gang up of Kila hell kusanyiko la against the growth kuzimu of the church, kinyume na ukuaji wa Father, kanisa they are hili, destroyed. Baba Let their wanaharibiwa. days be few and let Siku another zao take their ziwe chache office. na mtu By achukue divine nafasi yao. judgment, they are Kwa hukumu destroyed. ya kiungu wanaharibiwa. Lakoshia kaboli ambalaba ndolobo shalaba. Makatole balaba shole balaba. What you don't want, you don't watch. Usicho What you don't want, you don't watch. usichopambana nacho What you kitamu. don't resist, have the power to remain. Usichokizuia kina What you nguvu ya don't kubaki. resist, have the power to Usichokizuia kina remain. nguvu ya Resist the kubaki. devil and it shall flee from Shetani naye thee. atakimbia. Resist the devil and it shall Piga flee from shetani naye thee. atakimbia. Ole kashoke toli abalaba. Shobelande katusha labali abali andolobo shalaba. Thank you, Jesus. Begin to appreciate him. Asante Yesu, anza Oh, kumshukuru. we serve a prayer answering God. Tunamtumikia Mungu Oh, anayejibu maombi. hallelujah. We give you all the glory. Tunakupa utukufu Wave wote. those hands to Jesus and Punga say mikono thank yako you. kwa Yesu, mwambie If you believe asante. God have answered you, wave that Kama hand and unaamini celebrate Mungu him. amekujibu, inua Jesus, mikono we thank yako, you. msherekee. Oh, yalaba katolia balaba. Ask him to speak to you this evening Mwombe again. aongee na wewe jioni ya leo. Jesus, send your word to your people. Mwambie atume neno kwa Lord, watu speak wako. to us. Ask him, Nena nasi, Lord, I Baba. want to have an encounter with your word Mwambie today. Mungu napokutana Lord, na by wako your leo. word, correct your people. By your Kwa word, neno lako, impart them. kosoa watu wako, By your word, waamshe. direct them. Kwa neno lako By your word, waongoze. exhort them. Kwa neno lako Lord, waelekeze. let the blessing you reserve for them be Baraka delivered through the word. ulizowaandalia wazipokee Let someone kupitia have neno. an encounter with the word. Na kila mmoja Oh, akutane na neno. lekasha kabunda laba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Somebody that believe that God have heard you shout a louder Sema amina amen. kubwa. Shout a louder Sema amina amen. kubwa. Father, thank you. Baba asante. We give you all the glory. Tunakupa utukufu wote. We worship you Tunakuabudu. in Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu.
We have come with open hands, so let the ancient world impart. We have come with open hands, so let the ancient world impart. Ancient world, ancient world, ever true, changing me and changing you. We have come with open hands, so let the ancient world impart. Ancient world, ancient world, ever true, changing me. Olivala Maria, changing you. Oh, we have come, we have come. We open hands, so let the ancient world impart. Amen. Have your seats. Tafadhali keti. Hallelujah. Haleluya. You are welcome. Unakaribishwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. On behalf of Jesus Kwa niaba ya Yesu, and on behalf of the leadership of this Great Commission kwa niaba ya worldwide, uongozi wa kanisa hili la it's my kimataifa, joy to welcome you to April edition of Week of Spiritual Emphasis. furaha yangu kukaribisha katika mwezi wa 4 ya msisitizo wa kiroho. It shall be indeed your own week of spiritual Itakuwa ni emphasis. wiki yako ya msisitizo wa kiroho. Maybe last month was somebody's own, but this week it is your own week of spiritual emphasis. Labda mwezi uliopita ulikuwa ni wa mtu Something mwingine. tangible must happen in your Hii life ni ya this kwako month. sasa, kitu So I'm not talking kisichokamilika to everyone. kitatokea If I'm talking kwako. to you, shout a Kama louder naongea na amen. wewe, sema amina kubwa. The God of this Great Commission Mungu will wa huduma visit hii you kubwa atakutembelea these 3 days in the name of siku hizi Jesus 3 Christ. katika jina la Yesu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Our prophetic focus for this month is titled Mlengo wetu wa kinabii kwa mwezi huu Wisdom unaitwa from Above hekima itakayo juu makes high flyers. itakufanya kupaa juu zaidi. Wisdom from above Hekima itakayo juu makes high flyers. itakufanya kupaa juu And zaidi. our scripture bearing is Daniel chapter 12 verse 3. Andiko letu ni Danieli 12:3. They that be wise shall shine as filaments of the air, but those that turn as brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as stars forever and ever. Nao walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hawa wageuza wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Wisdom, the Bible says, is a principal thing. Hekima ndio kitu kikuu. In Proverbs chapter 4 verse 7, Mithali it says, 4:7. wisdom is the principal thing. Hekima ndio kitu cha msingi au cha muhimu. Hallelujah. Haleluya. Therefore, get wisdom. Hivyo pata And hekima. in all you're getting, get understanding. Katika mapato yako yote pata ufahamu. Verse 8, Mstari wa 8. he said, exhort her, Muinue, she shall promote thee. atakuinua. She shall bring thee to honor Atakuletea heshima. when thou embrace her. Mkumbatie. She shall give thy head an ointment of grace, Atakupa kichwa chako and a crown neema of glory shall he deliver to thee. na kukirimia taji ya uzuri. Praise the Lord. Bwana ape sifa. You cannot do in this life without the wisdom from above. Hauwezi kufanikiwa kwenye maisha haya pasipo hekima itokayo juu. And those that fly high in life fly by wisdom from above. Wanaopaa juu katika maisha wanapaa kupitia hekima itokayo juu. And what is this wisdom we are talking about? Hekima hii ni ipi tunaiongelea? It is the ability. Ni ule uwezo. Wisdom is the ability Hekima ni uwezo. to operate by scriptures in every aspect of your life. Kutenda kupitia maandiko katika maeneo yote ya maisha The yako. ability to operate by scriptures Uwezo wa kutembea in kupitia maandiko every aspect of your life. katika maeneo yote ya maisha yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I can say that wisdom is making use of the word
Naweza kusema hekima ni kulitumia to neno produce profit in every area of your life. ili kuleta faida katika maeneo yote ya maisha yako. Making use of the word. Kulitumia neno la Mungu. Remember in Matthew chapter 7 verse 24. Kumbuka Mathayo 7:24. Jesus in defining who a wise man is. Yesu akimwelezea mtu mwenye He said, hekima. whosoever heareth these sayings of mine Asikiaye maneno yangu and doeth them. na kuyafanya. That's why I say making use of the word Ndio maana sasa kulitumia to neno produce profit in every area of your life. ili kuleta faida katika maeneo yote ya Whosoever maisha yako. hearing these sayings of mine Asikiaye maneno yangu and doeth them, na I kuyafanya. will liken him unto a wise man Atafananishwa na mtu mwenye that akili which builded his house upon the rock. aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. And the rain descended, and the flood came, and the wind blew and beat upon that house. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile, It fed not, isianguke, for it was founded upon the kwa rock. maana msingi wake ulikuwa juu ya Who mwamba. is a foolish man? Ni nani mtu mjinga? Whosoever that hears these sayings of mine Asikiaye maneno haya and doeth them na not. kutoyafanya. That's the difference between a wise man and a foolish Hiyo ndio man. tofauti kati ya mtu mwenye hekima na mjinga. Operating by scriptures makes you wise. Kutenda kupitia maandiko na kufanya kwa mwenye And when you hekima. do otherwise, you are calling yourself and confirming that you're a foolish man. Unapofanya kinyume na hapo, basi wewe unajithibitisha kwamba That ni will not be mjinga. yours. Haitakuwa fungu That lako. will not be your portion in the name Haitakuwa of fungu Jesus lako katika Christ. jina la The Yesu. word of God is immutable. Neno la Mungu alikaniki, But until you put it to use, it never works. lakini usipolitumia litakuletea The matunda. word of God can deliver to you everything you desire in this second quarter of the year. Neno la Mungu linaweza kukupatia chochote unachohitaji katika But robo hii ya mwaka, until you walk it, lakini it mpaka won't ulitendee work it kazi on. haliwezi kukuletea matunda. until you walk certain things, Mpaka utendee kazi baadhi ya they vitu, won't walk on their own accord. neno halitatenda kazi lenyewe. Sitting down believing that God will do something Kukaa ukiamini Mungu atafanya kitu without doing what He says. pasipo kufanya anachoagiza ufanye. God is expecting us to make a move before He Mungu will. anatutarajia tuchukue hatua kabla hajachukua God's hatua. servant have defined wisdom Mtumishi wa Mungu amesema as hekima knowing the step to ni take and kujua taking it. hatua ya kuchukua na kuichukua, Knowing what to do and doing it. kujua That's nini wisdom. cha kufanya na kukifanya. That you know it is not more important than doing it. Kujua tu haitoshi, unapaswa ufanye. Knowledge of a thing is not equal to wisdom. Kutambua kitu sio hekima, But it putting what you know to practice. lakini kutendea kile unachokifahamu kazi Somebody shout ndiyo hallelujah. hekima. Sema haleluya. It's our month of wisdom. Ni mwezi wetu wa hekima, And you know that it's wisdom that make high flyers. na unajua hekima ndio inawaandaa watu wanaopaa juu And turning many to righteousness. na kuwageuza wengi kuwa wenye Makes you haki, to shine. kuna kufanya In other ung'ae. words, in order to fly high this month, Ili upae juu katika mwezi huu, it is important ni muhimu to embrace kingdom stewardship. kufurahia ule utumishi wa It is kifalme. important. Ni muhimu. And when we talk about kingdom stewardship, Tunapoongelea utumishi wa it's all ufalme, about a proving commitment inahusiana na kujitoa kwenye to uthibitisho the advancement of the kingdom of God. katika kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Mark that word, a proving commitment. Kujitoa kwenye uthibitisho, Not a commitment by mouth. sio kujitoa tu kwa Oh, kinywa. God knows that I'm committed. Mungu anajua kwamba mimi If you nimejitoa. are committed, there must be a proof. Kama umejitoa, lazima kuwe na You are uthibitisho. not a steward if there is no proof of your commitment Wewe si mtumishi mpaka kuwe na uthibitisho wa utumishi wako to the advancement of the kingdom of God here on earth. katika kusogeza mbele ufalme wa Mungu hapa duniani. Praise the Lord. Bwana ape sifa. It's so important that we embrace it this month. Ni muhimu tukafurahia utumishi huo mwaka huu, And kingdom stewardship primarily is to soul winning na utumishi wa kifalme unahusisha kuvuna and nafsi soul establishment endeavors. na nafsi hizo na shughuli za kuthibitisha nafsi katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. God is looking for laborers Mungu anatafuta watendakazi that He will make high flyers this month. ambao atawafanya wapae juu mwezi huu. In Luke chapter 10, verse 1 and 2. Luka 10:1-2. Especially in verse, he said, after this thing, the Lord appointed over 70 or so Basi baada ya Bwana aliwaweka na wengine and 70, sent them two but before His face akawatuma wawili wawili wamtangulie to every city and every place kwenda kila mji na kila mahali whither He Himself would come. alipokusudia kwenda And mwenyewe. He said unto him, the harvest is truly great. Akawaambia, mavuno ni mengi. This harvest is great, it can make anybody great. Mavuno haya ni mengi, yanaweza kumfanya yote kuwa mkuu. If you embrace this
great harvest, you will be great. Ukijitoa katika mavuno haya utakuwa The mkuu. harvest is truly great, Mavuno hakika ni but mengi, the laborers are few. lakini watendakazi ni wachache. Pray ye therefore the Lord of the harvest, Hivyo mwombeni Bwana wa that mavuno he will send forth more laborers into the harvest. apeleke watendakazi wake The katika mavuno harvest is yake. great. God is looking for laborers. Mavuno ni mengi, Mungu anatafuta God watendakazi. is not looking for bench warmers in the church. Mungu atafuta wale wanaopasha viti God is not kanisani. looking for those who use this mouth to serve, Mungu but there is nothing to prove that they are serving. Hawatafuti wale wanaotumia mdomo kutumika, hawana uthibitisho. To be a servant, it is important you labor. Ili kuwa mtumishi wa Mungu ni muhimu ukatumika. Kingdom stewardship Katika utumishi wa ufalme, is all about a tireless investment hii inahusiana na kujiwekeza pasipo kuchoka. of your time. Muda wako. Kingdom stewardship must take your time. Utumishi wa ufalme lazima uchukue muda A wako. tireless investment of your time. Kujiwekeza pasipo kuchoka kwa muda Your wako. energy. Unajiwekeza. If you pray 2 hours a day, you know that something have gone out of your energy. Ukiomba masaa mawili unajua kuna kitu You kimetoka invest kwako. your energy Unawekeza nguvu zako and resources. na rasilimali zako. Many people serve, their resources have never gone to bring one soul. Watu wengine rasilimali zao hazijawahi kutumika kwa ajili ya kuleta nafsi. Tithe they don't pay, offering they don't give. Fungu la 10 hawalipi, They sadaka have never hawatoi. spent even 10,000 shillings for a soul since they got born again. Hawajatumia hata 10,000 kwa ajili ya nafsi tangu Kingdom wameokoka. stewardship must take your resources. Utumishi wa It's a ufalme lazima tireless uchukue fedha investment zako. of your time. Ni kuwekeza muda wako pasipo Tireless kuchoka. investment of your energy. Kuwekeza nguvu zako pasipo kuchoka. Tireless investment of your resources Kuwekeza rasilimali zako pasipo towards kuchoka. the advancement of the kingdom of God Kuelekea kusongeza mbele ufalme wa Mungu on earth. hapa duniani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Exodus say serve. Exodus chapter 23 verse 25. Kutoka 23:25. Say thou shalt serve Nao utamtumikia and God shall bless. na Mungu atabariki. Thou shalt serve Wewe utatumika, and God shall bless. Mungu naye atakubariki. And that blessing, both financial blessings. Baraka hizo ni baraka za But that kifedha. serving also, you must put in your energy, Lazima your time, utumie nguvu zako, muda and wako your money. na pesa yako. That's what the resources means. Hiyo ndio maana ya rasilimali. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. John chapter 15 verse 16. Yohana 15:16. He said, you have not chosen me. Hamjanichagua mimi, I have chosen you. mimi nimewachagua And I ninyi, have ordained you. nami In nikawaweka. other words, I have empowered you. Nimewawezesha And kwa what maneno is that mengine. empowerment? Amewawezesha kufanya nini? God does not anoint us just to sit down doing nothing. Mungu atuwezeshi tu ili tukae He pasipo kufanya always kitu. gives us unction to function. Anatupa upako ili tuutende If kazi. you are not ready to function, you will lack unction. Kama hauko tayari kutenda kazi hautapata He upako. said, I have ordained you Nimewaweka that you should go and bring forth fruit. ili mwende mkazae matunda. There is an empowerment God has given to every one of us. Ule uwezesho Mungu amempa kila To mmoja wetu go and bring forth fruit. ili kwenda na kuleta The matunda. same empowerment will make our fruit should remain. Ili kule nguvu alizotupa kusababisha matunda yetu ya And dumu. after we have done that, Baada ya kufanya hilo, He gives us an open check. anatupa Say, hundi iliyo wazi. whatever you ask the Father in my name, Hasa lolote muombalo Baba kwa jina langu, He will give it to you. atawapatia. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Serving God at the interest of His kingdom Kumtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake as a lifestyle kama mfumo wako wa maisha puts us in command kunatufanya tuamuru of all things vitu vyote others are dying to get. ambavyo wengine Serving God wanatafuta hata kufa, and the kumtumikia Mungu interest of His na kingdom on the masuala ya earth ufalme wake hapa duniani as a lifestyle kama mfumo wetu wa maisha puts us in command of all things kunatufanya tuamuru vitu that vyote others are bribing themselves to get. ambavyo wengine wanapambana kuvipata. Matthew 6 verse 33. Mathayo 6:33. Seek ye first the kingdom of God Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu and His righteousness. na haki yake yote, All these things na mambo mengine yote shall be added unto you. mtazidishiwa. Seek God first Tafuteni Mungu kwanza and all that concerns God. na masuala yote And yanayohusiana na every Mungu other thing people are dying to get na mambo mengine ambayo watu wanatafuta shall hata be kufa supernaturally added unto you. taongezewa kiungu. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. That is the wisdom. Hiyo ndiyo hekima, That is the wisdom. hiyo ndiyo hekima. In 1 Timothy chapter 4 verse 8, Timotheo wa kwanza the 4:8. Bible says, bodily exercise profited little. Utumishi, mazoezi ya mwili yanaleta faida And kidogo, being part of godliness lakini utaua is profitable unto all things. wafaa kwa mambo yote.
even the life that we are living now hata maisha tunayoishi sasa and the life that will come. na maisha It yatakayokuja is profitable to all things. ni faida kuliko vitu vyote. In other words, it is wisdom Kwa maneno mengine ni hekima to subscribe fully to diverse opportunities kujitoa katika fursa mbalimbali that serving God and the interest of His kingdom za offers. kumtumikia Mungu na ufalme wake. Serving God and the interest of His kingdom Kumtumikia Mungu na matakwa ya ufalme offers wake several opportunities kunatupatia fursa mbalimbali for your lifting in life. ili uinuliwe katika maisha. Hallelujah. Haleluya. The Bible says in Proverbs 11 verse 30, Biblia inasema katika Mithali say, he that 11:13, winneth soul is wise. avunaye nafsi ni mwenye hekima. He that winneth soul is wise. Avunaye nafsi ni mwenye And that's hekima. what we are basing our teaching this month. Ndio maana masomo yetu katika mwezi huu, What makes you wise when you are a soul winner? kinachokufanya kuwa na And it is hekima ni wisdom kuvuna that makes nafsi. high flyers. Hekima ndio inafanya watu wapae juu. Hallelujah. Haleluya. In all our midweek services, starting from this service this evening, Katika ibada zetu za kati ya wiki kuanzia ibada hii ya jioni, we'll be looking at a teaching series, Caution. tutatazama mfululizo wa masomo unaosema Serving God pays the most. kumtumikia Mungu kunalipa kuliko Say vitu it vingine after me. vyote. Serving God pays the Sema most. kumtumikia Mungu kunalipa kuliko vyote. I didn't hear you say serving God pays the Sema most. kumtumikia Mungu kunalipa kuliko vyote. Let's say it again. Sema tena Serving God kumtumikia pays the Mungu. most. Kumtumikia Mungu kunalipa kuliko vyote. This is part 1A. Hii ni sehemu ya kwanza A. Let's establish from Proverbs 14 verse 23. Mithali 14:23. The Bible says in all labor there is profit. Katika kila utumishi kuna faida. Although in all labor there is profit. Katika kila utumishi kuna faida. Proverbs 14:23. Mithali But 14:23. spiritual stewardship Lakini utumishi wa kiroho stand out as the most profitable of all kingdom advancement endeavors. ndio unaoleta faida kuliko utumishi mwingine wote wa Spiritual kifalme. stewardship stand out. Utumishi wa kiroho There are majorly in the context of this teaching. katika muktadha wa masomo haya, Because when I say in the context, a lot of people can define stewardship, can have different kind of stewardship. watu wengi wanaweza kutoa maana ya utumishi But katika as namna we heard from mbalimbali, our father Bishop David, lakini kulingana na baba yetu Askofu and in the Edipo, context of this teaching, na katika stewardship muktadha wa somo hili in the kingdom are divided into three kinds. amegawanya utumishi wa ufalme katika maeneo matatu. One is physical stewardship, Wa kwanza ni ule utumishi wa kimwili and which is the one many winners know. ambao washindi wengi na wanatambua And we utumishi have been huu doing it. na tumekuwa tukiufanya. That is using your talent, Huo ni kutumia karama your yako, gift, karama yako serving God. kumtumikia Mungu. And in other words, belonging to one unit or the other. Kwa namna nyingine ni kuwa kwenye You kikundi have kimoja a ama voice, nyingine. you can sing, you go Una to choir. sauti, unaweza kuimba, unaenda kwenye kwaya. You are medically trained, you go to Gilead. Wewe ni mtaaluma wa utibabu, unakwenda kwenye That Gileadi. is physical stewardship. Huo ni utumishi wa kimwili, But there is a reward for it. una thawabu yake, But you can't compare it to the others. lakini hauwezi We kulinganisha na have the utumishi second mwingine. kind of stewardship. Tuna aina ya pili ya utumishi, That is financial ni stewardship. utumishi wa kifedha, Giving out your financial resources kutoa rasilimali to zako the advancement of the kingdom. ili kusogeza mbele ufalme wa Mungu. You might not maybe be able to carry somebody in your car. Inawezekana usiweze kumbeba mtu kwenye gari yako, But you provide money to transport people, bringing them to church. lakini unatoa pesa ili kusafirisha watu That kuwaleta is kanisani. financial Huo ni stewardship. utumishi wa kifedha. One thing or the other is needed in the church on your own as you have. Kila mmoja anahitajika You kanisani, bring out your money. unatoa pesa That yako. is financial Huo ni stewardship. utumishi wa kifedha, There is reward for it also. kuna thawabu ya vitu But namna hiyo. most of them was spiritual stewardship. Lakini ulio bora zaidi ni utumishi wa kiroho, Spiritual stewardship. utumishi wa kiroho, And that is soul winning and praying kingdom advancement prayers. na hii inahusisha kuvuna nafsi na kuomba maombi ya kusogeza mbele That is ufalme wa what Mungu. made up spiritual stewardship. Hiyo ndio maana ya Many utumishi wa people have kiroho. not discovered what is inside spiritual Watu stewardship. wengi hawajagundua nini kilichopo katika utumishi Many wa people have kiroho. not discovered. Watu wengine wengi hawajagundua. And that's why there are many people even listening to me who have never prayed one day for the church. Ndio maana watu hata wanaonisikiliza hapa hakuna hata aliyeomba lisali And who moja have kwa ajili not ya given kanisa. anybody a handbill or talk less of talking to somebody about Jesus. Wala hawajawahi kumpa mtu kipeperushi, achilia kuongelea habari za Yesu. And they are missing a lot. Na wanakosa mambo mengi. Because spiritual stewardship pays the most. Kwa sababu utumishi ule wa kiroho unalipa Pays kuliko the utumishi mwingine wote. unmatchable. Unalipa au linganishiki. You can't compare the reward Hauwezi kulinganisha thawabu to every other kind of stewardship. na aina nyingine za utumishi. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. When you are in spiritual stewardship, Unapokuwa katika utumishi wa kiroho, you are winning souls.
ni pale unapovuna You are nafsi, praying for salvation of souls. unaombea wokovu wa Praying nafsi, for establishment of unaombea souls. kuthibitishwa kwa nafsi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But how is soul winning the most profitable engagement? Ile kuvuna nafsi ndio kunaleta faida kubwa That's a sana. question someone might ask. Mtu anaweza kuuliza, How can you say that soul winning is the most profitable? unawezaje kusema kuvuna nafsi ndio kwenye And faida I will kabisa? give you 4 points Nitakupa vigezo that vinne makes soul winning the most profitable, vinavyosababisha kuvuna nafsi kuwa kwa faida kuliko vingine the vyote. most profitable engagement in this kingdom. Utumishi wenye faida kuliko utumishi mwingine katika ufalme. How is it the most profitable? Inakuwaje kuvuna Number nafsi one. ni yenye faida sana? Ya Number kwanza, one, we say that soul winning is the most profitable because tunasema kuvuna nafsi kuna faida sana kwa sababu a redeemed soul is the most valuable treasure to God on earth. nafsi iliyokombolewa ni ya thamani sana kwa Mungu hapa A duniani. redeemed soul Nafsi is iliyokombolewa the most valuable treasure to God on earth. ni ya thamani sana hapa duniani. John chapter 3 verse 16. Yohana 3:16. For God so loved the world. Mungu aliupenda sana The ulimwengu. world there means the lost. Pale ulimwengu And when I waliopotea. talk about the lost, I'm talking about the lost souls. Napozungumza The love he waliopotea has ni for the nafsi lost zilizopotea. Upendo aliokuwa nao kwa How nafsi zilizopotea. valuable the lost souls were to God. Namna ambavyo nafsi iliyopotea ina He thamani mbele za gave Mungu. his only begotten son. Alimtoa mwanao wa pekee. And also Matthew chapter 16 verse 20. Mathayo 16:20. Matthew 16 verse 26. Mathayo 16:26. Matthew 16 verse 26. Mathayo 16:26. The Bible says, Biblia inasema, for what is a man profited kwani itamfaidia nini mtu if he shall gain the whole world akiupata ulimwengu wote and lose his own soul? na kupata hasara ya nafsi Or yake? what shall a man give Au mtu atatoa in nini exchange of his soul? badala ya nafsi What yake? does that scripture mean? Hilo andiko tena That a soul is valuable than linaonyesha all the things in the world put together. linaonyesha kwamba nafsi ni ya thamani kuliko The vitu vyote value, duniani the vikiweka value pamoja. God placed on his soul Thamani ambayo Mungu ameweka kwenye nafsi is more than the whole wealth of the world put together. ni juu zaidi ya vitu vyote katika And ulimwengu that is vikiwekwa why kwa pamoja. God will do anything to anybody that is involved in bringing soul to Ndio him. maana Mungu atamtendea jambo lolote yule mtu anayekwenda kuvuna Because nafsi, of the value he placed on the soul. kwa sababu ya ile thamani aliyoweka kwenye nafsi. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Romans chapter 8 verse 32. Warumi 8:32. The Bible says Biblia inasema, in Romans chapter 8 verse 32. Warumi They 8:32, say, he that spared not his own son, yeye asiyemwachilia mwana wake they mwenyewe, delivered him up for us all. bali alimtoa kwa ajili yetu sisi What sote. does that mean? And he said, how shall he not with him also freely give us all things? Atakosaje kutukirimia na mambo yote Because of pamoja the naye? value of a soul, he couldn't spare his only son. Kwa sababu ya thamani ya nafsi If hakumwachilia you mwana wa are part pekee. of soul winning, Kama wewe ni sehemu ya kuvuna nafsi, I congratulate you. ninakupongeza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because we have entered into the realm Kwa sababu tumeingia katika viwango where the reward will be coming like never before. mahali ambako thawabu itakuja kuliko To huko nyuma. everyone engaging in soul winning. Kwa kila mmoja anajihusisha kwenye kuvuna nafsi. You understand we are in a revival. Elewa kwamba tuko katika uamsho And the heart of people are for souls. na mioyo ya watu imeelekezwa kwenye And nafsi, God is doing on all the things no one can imagine. na Mungu anatenda mambo ambayo hakuna mtu anaweza kufikiri, Unimaginable things are happening mambo around the winners. ambayo hayafikiriki yanatokea ulimwenguni mote. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. If it is so, it's more valuable. Thamani ya nafsi ni ya And thamani God kuu, can pay anything. na Mungu anaweza kukulipa chochote. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. How is soul winning the most profitable engagement? Kuvuna nafsi kuna kuwaje kwa faida kuliko shughuli nyingine? Number 2. Namba 2, Every soul winner kila mvuna nafsi is on God's payroll. yuko katika orodha ya malipo ya You are Mungu. not on God's payroll when you do other kinds of still worship. Hauingii kwenye orodha ya Mungu unapofanya aina nyingine ya utumishi, But being a soul winner puts you in the payroll of God. lakini unapovuna nafsi unaingia kwenye orodha ya malipo ya John Mungu. chapter 4 verse 35 and 36. Yohana 4:35 na 36. John chapter 4 Yohana 4 verse 35 and 36. 35 na 36. Say not you, Hamsemi ninyi there are yet 4 months, bado miezi then minne cometh harvest. huja mavuno? Behold, I say unto you, lift up your Tazama, eyes ninawaambia inueni macho yenu, and look on the fields, tazameni mashamba, for they are white already to harvest. kwa kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa And mavuno. he that reapeth Naye receiveth avunaye wages, hupokea mshahara and gathereth food unto life and na kukusanya matunda kwa uzima wa He milele, that soweth and he that reapeth ili may rejoice apandaye together. na avunaye waweze kufurahi kwa He
moja. that reapeth. Yeye In avunaye, other words, he that winneth soul yeye avunaye nafsi receive wages from God. hupokea mshahara toka kwa In Mungu. other words, a person is in God's payroll. Kwa maneno mengine, mtu huyo anakuwa kwenye orodha ya malipo ya Every Mungu. organization have a payroll. Kila taasisi ina orodha ya And malipo, if you are not a worker in that organization, your name will not be there. na kama wewe si mtendakazi kwenye hiyo taasisi, jina lako halitakuwepo kwenye hiyo I orodha. can't go to anywhere you are working now. Namshukuru Mungu kwa kila mahali unapofanya And kazi, go and meet them, say, month have ended, pay me salary. na mwisho wa mwezi unalipwa Because mshahara. I'm not working there, I'm not entitled to anything. Mchungaji afanyi kazi kwenye taasisi yako, ndio That's maana why alipwe if you are mshahara. not a soul winner, your name is not in the payroll. Ukiwa hauvuni nafsi, jina lako aliko katika orodha ya malipo ya It Mungu. is when you enroll that your name will be in the payroll. Ni pale ambako unajihusisha ndio jina lako litakuwa katika orodha ya malipo. Hallelujah. Haleluya. How is soul winning a most profitable engagement? Namna gani kuvuna nafsi ni kwa faida kuliko utumishi mwingine Number wote? three. Namba 3. Through soul winning, Kupitia kuvuna nafsi we inherit glory. tunarithi utukufu. Through soul winning, Kupitia kuvuna we nafsi inherit glory. tunarithi And I'm going to utukufu. combine two scriptures. Ninaunganisha maandiko Proverbs mawili. chapter 11 verse 30. Mithali 11:30. He that winneth soul is wise. Avunaye nafsi ni mwenye hekima. He that winneth soul Yeye is avunaye wise. nafsi ni mwenye hekima. And Proverbs chapter 3 verse 35. Mithali 3:35. The wise shall inherit glory. Wenye hekima watarithi utukufu. The wise shall inherit Wale glory. wenye hekima watarithi The utukufu. shame shall be the promotion of fools. Aibu itakuwa kwa wapumbavu. The equation is simple. Swali ni rahisi. When you win soul, Unapovuna nafsi you access the wisdom of God. unapata hekima ya And Mungu. when you access the wisdom of Unapopata God, hekima ya Mungu you access the glory of God. unapata utukufu wa That's Mungu. if you are not a soul winner, Kama uvuni nafsi you can't enjoy the glory. hauwezi kufurahia utukufu. There are glory soul winners carry Kuna utukufu wa vuna nafsi by wanaibeba the wisdom God have given to them through winning souls. kwa ile hekima ambayo Mungu amewapa wanaoitumia kuvuna nafsi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. How is soul winning a most profitable engagement? Ni namna gani kuvuna nafsi inakuwa utumishi wa faida kuliko mengine Number wote? 4. Namba 4. A tireless commitment to spiritual stewardship Kujitoa pasipo kuchoka katika utumishi wa kiroho is a gateway to most empowering and enriching and fulfilling adventure in life. ni njia ya kusababisha kuvisha uweza na kupata maisha yenye utoshelevu. A tireless commitment to spiritual steward, that is winning soul, Kujitoa pasipo kuchoka katika utumishi wa kiroho, is yani a kuvuna gateway nafsi, to most empowering, ni lango kuu la kuwezeshwa enriching and fulfilling adventure in life. katika kupata utoshelevu katika safari ya maisha. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. Galatians chapter 6 verse 8 and 9. Galatia 6:8 na 9. The Bible says, he that soweth to the flesh Apandaye kwa mwili, shall of the flesh reap corruption. katika mwili wake atavuna And he uharibifu. that soweth to the spirit Apandaye katika roho, shall of the spirit reap life everlasting. kwa roho atavuna uzima wa milele. When you are part of spiritual stewardship, Unapokuwa katika sehemu ya utumishi wa you are kiroho, sowing to the spirit unapanda katika roho and you reap. na utavuna. One thing also you must understand, Kitu kimoja unachopaswa kuelewa, you might sing, unaweza kuimba, you might stand here, unaweza kusimama you hapa, might clinch here, unaweza kusimama hapa and your service might not be accepted na utumishi wako sikukubalike, despite might not be accepted depending on how you render it. hii inategemeana na namna gani unatumika, But you cannot pray and miss. lakini hauwezi kuomba kwa You kosa can't baraka. bring a soul to the kingdom Hauwezi kuomba nafsi kuja katika ufalme and God will reject the soul. na Mungu akaikataa ile He will nafsi. not do that. Hawezi kufanya hivyo. You can't bring a soul to the kingdom, God will reject it. Hauwezi kuleta nafsi kwa Mungu alafu Mungu That akaikataa. is why it is easy for your services to be accepted when it is spiritual stewardship than when it's physical Na stewardship. ndio maana ni rahisi sana ule utumishi wako wa kiroho kukubalika kuliko ule utumishi wa kimwili. Hallelujah. Haleluya. What am I saying? Nachosema ni nini? As you are serving in various units, Unapotumika katika vikundi mbalimbali, it is wisdom to subscribe spiritual stewardship. ni hekima pia kujihusisha katika utumishi That wa is kiroho. where the blessing is. Hapo ndiko baraka zilipo. That is where we are now. Hapo ndiko heshima ilipo. I said to the leaders on Monday, Niliwaambia viongozi Jumatatu, in those days in this commission, katika nyakati hizo, katika when you want huduma to hii, share testimony, unapotaka kutoa ushuhuda, after introducing your name, baada ya kutamka jina the lako, first thing you say, kitu cha kwanza utakachosema,
I belong to so unit. niko kwenye kikundi And fulani, everybody will clap. na kila mtu atapiga Now makofi. nobody is clapping. Sasa hivi hakuna anayepiga The makofi. clapping now is just, I went to so and say, and I want 20 souls. Sasa hivi unapigwa makofi unaposema nimekwenda kuvuna nafsi, nimevuna nafsi 20. This is where we are now. Hapo ndiko tuliko I sasa. want 20 souls. Nikavuna nafsi I 20. bought bus and to carry people for myself. Nilinunua basi ili kuleta watu kanisani. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Add to what you are doing spiritual stewardship. Na kile unachokifanya kiwe ni utumishi wa kiroho. You will never regret it. Hautakaa ujute. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. What are the returns of soul winning? Faida za kuvuna nafsi. Number 1, supernatural prosperity. Ustawi au mafanikio ya In kiungu. Luke 22 verse 35, Luka 22:35. Jesus sent the disciples. Yesu aliwatuma They mitume, didn't lack anything. hawakupungukiwa chochote. Jesus asked, when I send you without pause, without we lack ye anything, they say Yesu nothing. aliwauliza, nilipowatuma hamna begi, hamna God mkoba, is mlipungukiwa committed chochote? to Wakasema provide to hapana. those. Mungu anawajibika kuwapatia hao Who wins souls? ambao wanavuna Number nafsi. 2, Namba 2, divine favor kibali cha kiungu is one of the returns of soul winning. ni mojawapo ya faida ya kuvuna Remember nafsi. Psalm 102 verse 13 to 15. Kumbuka Zaburi ya Thou shalt arise 102, and have mercy upon Zion. Bwana For the atairehemu time to Sayuni, favor her. maana wakati wa kuipa Yeah, the kibali, said time is come. wakati uliokubaliwa umefika. For thy servant taketh pleasure Maana mtumishi wako ufurahia in thy stone and favor the dust thereof. katika kibali cha watu wako. In this kingdom, favor is not free. Katika ufalme huu kibali si bure. Favor the kingdom and the kingdom will favor you. Wewe ukiupa ufalme kibali na ufalme utakupa kibali Sitting down wewe. waiting for favor, Kukaa chini you might ukisubiri be kibali frustrated. utachanganyikiwa. It is the kingdom you advance that will advance your destiny. Ni ule utumishi unaosogeza mbele ndio utakaosogeza mbele hatima yako. And finally, Mwisho, divine protection. ulinzi wa kiungu. Divine protection. Ulinzi wa kiungu. In Luke chapter 10 verse 1, Luka 10:1. Jesus sent them Yesu to aliwatuma go and win souls. waende wakavune And in nafsi. verse 17 they returned. Mstari wa 17 And they wakarejea, returned with joy. warudi kwa And furaha. say even the devil were subject. Wakisema- Devils, Hata mapepo they were protected. walilindwa, Devils were subject. unto mapepo them. waliwatii. And Jesus told them in verse 19, Yesu akamwambia mstari wa 19, because you are doing this, kwa sababu mnafanya hili, I've given you power. nimewapa amri Go and tread upon serpents na and scorpions. mamlaka ukanyaga nge na nyoka. When you are on the go for Christ, Unapojitoa kwa ajili ya Yesu, you are unstoppable. wewe hauzuiliki, You are protected. unalindwa. Rise up on your feet. Inuka kwa miguu yako, Rise up on your feet. inuka kwa miguu yako, And give him all the glory. mpe utukufu Give wote. him. It is wisdom to subscribe to spiritual Ni stewardship. hekima kujitoa katika utumishi wa Oh, kiroho. I thank God for what you are doing in various units. Nashukuru Mungu kwa kile unachofanya kwenye vikundi But mbalimbali, this is what the revival entails. lakini hichi ndicho If you uamsho are not part unahitaji. of spiritual stewardship, you are not in revival. Kama hauko kwenye utumishi wa kiroho, wewe hauko kwenye uamsho. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. Father, give me the grace. Baba, Pray naomba that nipe prayer to neema. yourself. Give Omba me the grace. ombili. Lord, to be part of spiritual stewardship. Bwana, naomba To neema ya kuwa embrace, sehemu ya Lord, utumishi wa kiroho, to embrace spiritual stewardship. kuufurahia utumishi wa kiroho. Oh, when you embrace it, you are in the payroll. Unapoufurahia utumishi wa kiroho, You unakuwa are katika orodha ya divinely malipo, protected. unalindwa You kiungu, enjoy the favor of God. unafurahia kibali cha Oh, Mungu, you enjoy divine prosperity. unafurahia It mafanikio ya is wisdom. kiungu. Ni I hekima. know most of us have the desire to do that. Najua wengi tuna But matamanio ya kufanya something is hivyo, drawing you back. lakini kuna kitu kinakurudisha nyuma. Today, that thing is over. Leo hicho kitu That kinakoma. thing drawing back not to win so, not to pray for the kingdom. Hicho kitu kinachokurudisha nyuma usivune That thing nafsi, does usiombe not want ufalme. your advancement. Hicho kitu hakitaki wewe Today, usonge mbele. stand against it. Leo kipinge That spirit of lukewarmness. roho ya In uvuguvugu the name of Jesus, katika jina la Yesu. lose them. Lose them. Waachie, That waachie spirit of indifference. In roho, the name of Jesus, lose them. That waachie spirit of disobedience. roho ya kuasi, Disobedient to spiritual instruction, kuasi prophetic instruction. maelekezo ya That kinabii spirit na of disobedience kimaandiko. is cursed Roho ya uasi in the life of inalaaniwa anyone here. katika maisha ya kila mmoja Look hapa. here, Tosha, Alaba, Liboshi, Alaba. Lord, ingress us afresh Baba tupe Lord, neema kwa ingrace us upya. afresh. Baba tupe neema kwa to upya, be part of spiritual stewardship, kwa sehemu ya utumishi wa winning kiroho, souls for you, kuvuna nafsi kwa ajili praying yako, kingdom advancement kuombea prayers mambo ya kusogeza mbele ufalme wa to Mungu the glory of your kwa name. utukufu wa jina lako, And no one will miss his or her na reward. hakuna atakayekosa thawabu yake. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Somebody shout a louder Sema amina amen. kubwa. Someone is here, you want to surrender. Kama uko hapa unamtaka Bwana You Yesu, can't win a soul for God until you surrender. hauwezi kuvuna nafsi kwa Yesu mpaka umejisalimisha He kwa wants Yesu. your own soul first Mungu anataka nafsi yako before he kwanza, can get other souls through you. kabla hajapata nafsi nyingine kupitia And wewe. it will be impossible to preach
to someone to repent when you have not repented. Ni ngumu kumhubiria mtu kutubu wakati wewe hujatubu. Because what you don't have, you cannot give. Usichokuwa nacho huwezi kutoa. If you don't have Christ, you cannot give up Christ. Kama una Kristo huwezi kumtoa Kristo. If you are here, you want to rededicate or you want to give your life to Christ. Kama uko hapa unataka kutoa maisha yako kwa Yesu. Lift your hand up, let me pray for you. Inua mkono wako tafadhali I'm tukuombee. rushing because of time. Lift your hand up wherever you are. Unataka kumpokea Bwana Yesu, inua As mkono I'm wako waiting juu. for you, let us communion stewards come. Wakati tunakusubiri watu wa ushirika mtakatifu tafadhali You want to njooni. surrender to Jesus? Unataka kumpokea Bwana Lift Yesu your Kristo hand up, tafadhali lift your inua mkono hand wako up. juu. That's the first thing God demands from you and I. Hicho ndio kitu cha kwanza Give Mungu him anataka, our souls. kumpa And nafsi zetu yeye, through it, we can bring many to him. na kupitia Someone, hivyo lift up your voice. inua mkono wako unayemtaka Bwana Yesu, Stretch forth your hands towards the communion. basi elekeza mkono wako Father, kupitia ushirika empower me mtakatifu. to win souls via Baba, this communion. niwezeshe kuvuna nafsi By this kupitia ushirika communion, I mtakatifu. will not miss out anymore. Sintashindwa Lord, tena as I partake of this communion, naposhiriki ushirika huu. every spirit of lukewarmness, Kila roho ya uvuguvugu, whatever that make anyone to be at ease in Zion, chochote kinachofanya today by this yeyote communion, it is destroyed. awe mvivu, Whatever leo that makes anyone to kinaharibiwa. give depth ear to prophetic instruction, Chochote kinasababisha of soul mtu winning and soul asifuate establishment, agizo la kuvuna Lord, nafsi, by this communion, it is kwa destroyed. ushirika huu kinaharibiwa. Father, impart upon your people the wisdom Baba, wapatie to watu wako hekima subscribe, Lord, to soul winning endeavors, ya kujitoa katika and shughuli za let the kuvuna nafsi. returns from this communion be delivered to your people. Na Anyone thawabu that desire healing, Jesus, by this wapokee. communion, I declare healing. Chochote Let that burden be lifted. Let that yoke be destroyed. nira yote iharibiwe, Lord, this mzigo is the wote uondoke. post-resurrection communion. Ni kipindi cha Jesus, wakati wa your blood ufufuo. and your Yesu, flesh damu yako will na mwili deliver wako someone from dungeon of death today. itamkomboa mtu Will deliver kutoka someone from kwenye sicknesses and lango la diseases. kuzimu, itamkomboa mtu Do it kutoka in this magonjwa na madhaifu. post-resurrection. Katika kipindi hiki cha baada ya ufufuo, We invoke the power of his resurrection tunatumia nguvu ya ufufuo through this communion. kupitia ushirika And let huu. there be instant testimonies. Kuwepo na shuhuda za papo kwa It papo. is blessed. Umebarikiwa In Jesus' name. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Choir. Kwaya, karibu. Ya Yesu usafisha kabisa, damu ya Yesu usafisha kabisa, yo damu ya Yesu usafisha kabisa, 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 yo damu ya Yesu usafisha kabisa, damu ya Yesu usafisha kabisa, damu ya Yesu
Hallelujah. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya Wave your kubwa. hand and give him all the Gonga mikono glory. yako, mpe utukufu Celebrating wote. for this first day Sherekee kwa siku ya of kwanza the week of spiritual emphasis, ya April edition. wiki ya msisitizo wa kiroho Give him ya all the mwezi wa glory. If you are 4. blessed by the word, by Kama the mbarikiwa kwa communion, neno na give him all ushirika, the glory, mpe give him all the utukufu wote, honor. mpe heshima Celebrate yote. his holy name. Sherekea jina lake takatifu. It is done. Imekuwa. Receive fresh grace Pokea neema for kwa spiritual upya still worship in ya the name of utumishi wa Jesus kiroho Christ. katika jina la Yesu. And all the prayers we have prayed tonight, Maombi yetu tuliomba usiku wa leo we seal it by the blood of Jesus tunayafunika Christ. kwa damu ya Yesu Kristo. And I decree this second quarter of the year, Natamka kipindi hiki cha robo you ya pili ya shall mwaka experience the God of manifestation. utampata Mungu wa udhihirisho. In this season of revival, Katika msimu wa uamsho, your blessings will not elude you in the name of baraka Jesus zako Christ. hazitakukwepa. Everything you have tabled before God in this second Ulilopeleka quarter, mbele za Mungu katika hiki kipindi cha I pili, decree natamka none of them will be delayed in the name of hakuna Jesus Christ. kitakachochelewa kwa I jina la say Yesu. none of them will be Hakuna delayed in the name of kitakachochelewa Jesus kwa jina la Christ. Yesu. None of them will be delayed in the Hakuna name of Jesus kitakachochelewa kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Every day of this second quarter Kila siku ya robo hii ya shall be pili days of good things for you in the itakuwa name siku of ya Jesus mambo Christ. makuu kwako. You shall not experience any kind of favor. Hautapata hali yote ya Sicknesses and diseases will not see you magonjwa this na month. mataifa hata In kuona. the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. You are covered with the blood of Umefunikwa Jesus kwa damu Christ. ya Yesu. As you go tonight, the God of this great Unapoondoka commission usiku go huu, with Mungu wa you. huduma hii kubwa aende The nawe. angels of this great commission Malaika wa go huduma before hii you. kubwa And they wakutangulie. will make the crooked places straight for you. Watasawazisha mahali And your palipoparuza. business, your career, and Biashara whatever you yako, do, taaluma yako na I decree, unachofanya, there shall natamka. not be loss in the name of Jesus Hakutakuwa na Christ. hasara kwa jina la It shall Yesu. be from one level of profit to Utatoka another. kiwango kimoja cha faida In kwenda the kingine. name of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. Every gang up of Kila hell, kusanyiko la every kuzimu, resistance of the kila devil upinzani wa shetani against your blessings, kinyume na baraka as zako, you have decreed today, kama ulivyotamka they leo, are destroyed in the name of wanaharibiwa Jesus kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amina amen. kubwa. You are blessed. Umebarikiwa. The theme of this month will answer in your life. Msemo wa mwezi huu utajibu By the kwako. wisdom of God this month, Hekima ya Mungu mwezi huu, you shall be a pace setter. utakuwa ni mtu wa You shall be kutengeneza a njia. finder. Utakuwa mtu wa You kuonyesha shall njia. fly high and high in the name of Utapaa Jesus juu na Christ. juu katika jina la Yesu. Nothing will fail in your hand Hakuna this month. kitakachoshindwa I mkononi say mwako nothing mwezi will fail in your huu. hand Hakuna this month. kitakachoshindwa mkononi mwako mwezi huu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu You will Kristo. never experience a better last month in your life. Hautapata mwezi Because bora the wa path jana. of a just man is like a Kwa shining sababu light. njia mwenye yake ni kama And it nuru shine ing'aayo. more and more. Inang'aa zaidi na Your zaidi. path will shine Njia more and yako more in itang'aa the zaidi name na of zaidi Jesus kwa jina la Christ. Yesu. No more stagnation in Hakuna your life and kudumaa business. tena katika biashara yako na taaluma. Go in peace Nyenda kwa amani. and return tomorrow with your Rejea testimonies. kesho ukiwa na ushuhuda wako. As you move, as you go to your various places, Unapoondoka kwenda kwenye maeneo the mbalimbali, angel of God go with malaika you. wa Bwana wanakwenda I nawe. decree journey mercies Tamka safari njema in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Since I came here, I've received more than, if not 4, of cases of people who are going and you see people attacking them on the way. Tangu nimekuja hapa nimepata You see taarifa za watu kama boys 4 surrounded them and attacking them, collecting what belongs to them. ambao njiani wanakutana na kundi la watu linawashambulia na wanachukua vitu vyao. Wherever those ones are and whosoever they are, Popote waliko na yeyote we aliyehusika, decree their destruction this tunatamka morning in the name kuharibiwa of Jesus kwao Christ. kwa jina la Yesu. And anyone that have taken what belongs to you, Yeyote aliyechukua cha kwako, they will return it in 100-fold in the name of Jesus watakirejesha Christ. mara 100. The fire of the Holy Spirit will consume them as they plan to attack Moto wa Roho anybody. Mtakatifu utawateketeza I wanakopanga decree this kushambulia. second quarter, you are untouchable in the name Robo of hii Jesus ya Christ. pili haugusiki. I say you are untouchable in the name of Jesus Haugusiki kwa Christ. jina la The Bible Yesu. says when they go from one place to another, Walipotoka eneo moja from kwenda one nyingine, kingdom to another ufalme people, mmoja kwenda he ufalme mwingine, suffered no man to do hakuruhusu them mtu all. He awaonee. reproved kings for their sake, Alikemea wafalme kwa ajili saying, yao, touch not my akisema anointed msiwaguse wapakwa mafuta and do wangu, my prophet no wala harm. msiwadhuru This manabii month wangu. I decree, Mwezi huu natamka you are an entity of touch not in the name of Jesus hautagusika kwa Christ. jina la Yesu. No evil will touch you in the Hakuna name of Jesus. mabaya And atakayokugusa, robbers and spiritual killers will not touch you in the name of Jesus hawatakugusa Christ. wauaji kwa jina la Yesu. You are blessed Umebarikiwa in Jesus' name. katika jina la It Yesu. is my new dawn Ni era. majira yangu ya pambazuko jipya. What eyes have not seen Kile or ambacho ear macho heard hajaona wala sikio shall be hajasikia the order of the day in my yatakuwa life ni this mambo ya year. kawaida kwako mwaka huu. Congratulations. Ongera. Somebody shout amen. Sema